Msafara mkubwa huo ukiongozwa na mwenyekiti wa UHO wa mkoa wa Mwanza Hassan Musa Nzuruni wa Kabeke katika kuelekea kuadhimisha kilele cha mji mkongwe wa Ujiji. Hivyo mnaombwa wana Ujiji wote tukutane katika viwanja vya Kawawa kwa ajili ya kuadhimisha siku kongwe, siku kubwa ya Ujiji Day. Maandalizi ni mazuri. Msafara huu ni wa Zafa ambayo inaongozwa na mwenyekiti wa UHDO Alhaji Sheikh Hassan Ibn Musa Nzuruni wa Kabeke, Shekhe wa mkoa wa Mwanza, akiongoza msafara huu wa Zafa tukielekea maeneo ya Karuta, na baada ya hapo tutajirejesha katika uwanja wa Kawawa. Hivyo tunaomba wana Ujiji wote tujitokeze kwa wingi katika kilele cha maadhimisho ya siku bora kabisa, siku ya Ujiji Day. Wana Ujiji, wana Kigoma, wana Bangwe, wana Katonga, wote mnaomba tujitokeze kwa wingi katika kilele cha siku ya wana Ujiji Day, siku ambayo watu wote wa halmashauri ya manispaa Kigoma Ujiji, Kigoma yote kiujumla, tunasherehekea katika siku adhimu kabisa ya kilele cha Ujiji Day. Hivyo tunaomba wananchi wote tujitokeze kwa wingi katika uwanja wa Kawawa kwa ajili ya maadhimisho haya ya siku ya Ujiji Day. Hii ni Zafa ya kuelekea kwenye kilele cha Ujiji Day. Safara huu unaelekea katika viwanja vya Kawawa, lakini kwa sasa tunaelekea maeneo ya Karuta, na Zafa hii inaongozwa na mwenyekiti wa UHDO Alhaji Sheikh Hussein bin Musa Nzuruni wa Kabeke. Hivyo tunaomba wana Ujiji wote na wana Kigoma kwa ujumla tujitokeze kwa wingi katika viwanja vya Kawawa kwa ajili ya maadhimisho makubwa ya kilele cha siku ya Ujiji Day. Hivyo mnaombwa wapenzi wote wa mji huu mkongwe wa Ujiji. Dokta anakuona, Dokta nakuona, na wewe pia tunakuhitaji sana katika siku adhimu hii kongwe. Gari la mbele kule ni Sheikh wetu wa wilaya ya Kigoma mjini, Sheikh Hussein Ibn Musa Nzuruni wa Kabeke. Hivyo tunaomba wana Ujiji wote kiujumla tujitokeze kwa wingi katika viwanja vya Kawawa kwa ajili ya maadhimisho makubwa haya ya siku ya Ujiji Day.
Zafa hii inaongozwa na Sheikh wa mkoa wa Mwanza, naye ndio mwenyekiti wa UHDO Alhaji Sheikh Hassan ibn Musa Anzuruni wa Kabeke. Yeye kama mwenyekiti wa UHDO, kwa mapenzi makubwa na uongozi mzuri alionao, amefanya kazi kubwa na kuhakikisha jambo hili limefana na limefanyika. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie kila la kheri. Ameunganisha watu kila aina ya kabila, ameliunganisha Wabwari, Wagoma, Waha, Wabembe, wote wameunganishwa kuwa ni watu wamoja katika mji wetu huu mkongwe wa Ujiji. Tunamwomba Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri mwenyekiti wetu Alhaji Sheikh Hassan ibn Musa Anzuruni wa Kabeke. Hii ni Zafa ambayo inatembelea maeneo makongwe katika mji wetu mkongwe wa Ujiji. Bihajati nayo tunakuomba tukukute katika viwanja vya Kawawa. Bihajati tunakuomba nawe tukukute Mrs. Baruti, Mrs. Munganga, tunakuomba nawe usikose kwenye tamasha la Ujiji Day ambalo linasimamiwa na Sheikh wa mkoa wa Mwanza Sheikh Hassan ibn Musa Anzuruni wa Kabeke. Lakini mbele namuona askari wa tahdhib Mrs. Suleiman Simba. Tunakuomba utangulie katika viwanja vya Kawawa kwa ajili ya kuadhimisha siku nzuri kweli kweli, siku ya wana Ujiji, siku ya wana Kigoma, siku ya wana Kigoma. Tunakuomba sana Mrs. Suleiman Simba, askari wa tahdhib, tukukute pale katika viwanja vya Kawawa kwa ajili ya maadhimisho ya siku adhimu kabisa ya Ujiji Day. Sallu alayhi. Kwenda Naam, huu ni msafara mkongwe wa Zafa ambayo leo ni kilele cha siku ya Ujiji Day. Namuona Bwana Majuto, tafadhali na wewe tunakuomba usikose katika uwanja wa Kawawa kwa ajili ya maadhimisho makubwa ya siku adhimu, siku ya Ujiji Day. Na tamasha hili linasimamiwa na mwenyekiti wake, kipenzi cha watu, muunganisha watu, Alhaji Sheikh Hassan ibn Musa Anzuruni wa Kabeke. Sasa tunaenda katika viwanja vya Sheikh Karuta kuangalia baadhi ya mambo, na Sheikh atapata nafasi kama mwenyekiti wetu wa UHDO, atapata nafasi ya kutueleza haya maeneo kihistoria na historia gani. Tutasimama, na baada ya kusimama kiongozi wetu na mwenyekiti wetu wa UHDO Alhaji Sheikh Hassan bin Musa Anzuruni wa Kabeke katika maeneo hayo tutasimama na atazungumza na kutueleza historia ya maeneo haya kwa wale ambao wana siku nyingi hawajafika Kigoma, na kwa wale ambao hawana historia ya maeneo haya
Hii miembe yote ina historia yake. Kwa hiyo mwenyekiti wetu wa UHDO Alhaji Sheikh Hassan bin Musa Nzuruni wa Kabeke atatupa historia kiufupi ya maeneo haya, tuweze kuyafahamu maeneo haya ni yapi, yana historia gani katika mji wetu huu mkongwe wa Ujiji, Wajerumani walikuja mwaka gani, na shule hii ilitengenezwa mwaka gani. Yote haya tutayapata kutoka kwa mwenyekiti wetu wa UHDO Alhaji Sheikh Hassan bin Musa Nzuruni wa Kabeke. Hivyo baada ya muda mchache tutakuwa tumefika katika maeneo husika na shekhe wetu atasimama na kuzungumza nasi na kutupa historia ya maeneo haya kama ilivyo kaida yetu. Hivyo leo ni siku kongwe, siku ya kihistoria, siku ya Ujiji Day. Tamasha hili limeandaliwa na wana Kigoma kiujumla, chini ya uongozi wa mwenyekiti wetu mkongwe, mwenyekiti wetu kipenzi cha watu Alhaji Sheikh Hassan bin Musa Nzuruni wa Kabeke. Tunamwomba Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri katika utumishi wake wa kazi ambazo wanazifanya kwa kila siku. Ni msafara mkubwa huu wa Zafa ambayo inaelekea katika viwanja vya Karuta kwa ajili ya kupata Mzee Kiraguba. Tunakuomba Mzee Kiraguba, tunakuomba usikose katika viwanja vya Kawawa. Mzee Kiraguba, tunakuomba usikose. Haya ni maelekezo ya Sheikh wa mkoa. Sheikh Hassan anakuomba nawe Mzee Kiraguba usikose. Mwenyekiti wetu wa UHDO Sheikh Hassan bin Musa Nzuruni wa Kabeke, yeye ndiye kiongozi wa msafara huu. Mnaona hii zafa inafanyika, zafa kubwa, lakini viwanjani sasa kuna watu wengi kweli kweli wamejaa. Kwa taarifa nilizonazo, uwanjani sasa kuna watu wengi, na msafara huu baada ya kutoka hapa tutaelekea katika viwanja vya Kawawa kwa ajili ya kuendelea na maadhimisho yetu. Hivyo tunaomba kwa heshima kubwa na taadhima, tukifika hapa tutapata historia kwa ufupi, ambayo historia hiyo itaongozwa na mwenyekiti wetu wa UHDO, na baada ya hapo tutarejea katika viwanja vya Kawawa. Lakini zafa hii imeongozana na viongozi mahiri katika mji wetu huu wa Ujiji. Miongoni mwao tunaye katibu mwenezi wa CCM ndugu yangu Kambiro Khalifani Kambiro, lakini tunaye mheshimiwa diwani Himidi Omari Mkunda, lakini tunao ndugu zetu wa Futuhi kutoka jijini Mwanza, lakini tunao ndugu zetu kutoka Dar es Salaam, Tanga, Arusha, Mbeya. Hawa ni wana Kigoma, wamekuja kuungana nasi katika shughuli zetu hizi za tamasha letu kongwe hili la mji mkongwe wa Ujiji. Hivyo tunaomba kwa heshima kubwa na taadhima, tutaingia hapa kwa ajili ya kupata historia fupi. Tutaingia hapa kwa ajili ya kupata historia fupi ambayo itaongozwa na shekhe wetu na mwenyekiti wa UHDO, mwenyekiti wa UHDO. Lakini hapa tunaye mzee wetu, mshauri wetu, mzee mkongwe kweli kweli, mzee Lumanya Katimba. Unaona mambo yote haya yanakwenda, ni ushauri wake na mwongozo wake ambao anautoa kwa vijana wake. Mzee wetu mzee Katimba, Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri, amesimama thabiti na shekhi wetu na mwenyekiti wetu wa UHDO kuhakikisha jambo hili linakwenda sawa sawa. Basi msafara wetu utasimama hapa tupate neno kutoka kwa mwenyekiti wetu wa UHDO, atupe neno na atupe historia fupi ambayo inatokana na eneo hili, kwa sababu
aliyetoka kwenye saa pia nani hapo madereva yeye alikuwa jana simama hapo bwana kajuzi simama hapa kwa kupiga Hello, yes, now. Basi kwa heshima kubwa na taadhima tunaomba tusogee. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna baadhi ya ndugu zetu bado wana mwendo mdogo wanakuja taratibu. Kwa hiyo mratibu wetu Bwana Bilali Sadiki, kwa heshima na taadhima pia neno, na baada ya hapo mkaribishe mwenyekiti aweze kutupa historia fupi ya eneo hili. Inshallah, karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tuko katika maeneo haya ya kihistoria na bahati nzuri Mheshimiwa Mwenyekiti wa UHDO, Ujiji Heritage and Development Organization, yuko katika maeneo haya. Sasa kwa itifaki niombe nimkaribishe Mheshimiwa Mwenyekiti ili aweze kutoa historia fupi ya eneo hili na tuongoze kwenye zafa kuelekea kwenye tamasha kwa siku ya kwanza. Na ratiba yetu leo ni siku ya dua, kuwaombea wazee wetu waliotangulia mbele za haki, na insha Allah jambo hili jema kama ambavyo amekuwa akisema mwenyekiti wetu, hata tufe wote litaendelea, kwa sababu lilianza na dua na baraka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mheshimiwa Mwenyekiti, karibu sasa kwenye maeneo haya ili insha Allah tabaraku kwa jinsi Allah alivyokujalia kueleza historia. Lakini wakati mwingine tuna wanafunzi na wadau, kwa nini Ujiji Day? Kwa nini tunaadhimisha eneo hili? Kwa nini historia ya mji mkongwe ni alama ya historia yetu na ni jambo la kihistoria kwetu? Karibu Mheshimiwa Mwenyekiti, karibu sana inshallah. Ujiji yetu, fahari yetu. Inua mkono juu. Ujiji yetu, fahari yetu. Ujiji yetu, fahari yetu. Naam, ndugu zangu, kabla ya kuendelea tutapata sala na dua hapa, maana tunakwenda kuzindua kwa siku mbili. Mchungaji nani? Jackson Mbanga. Tutapata sala kutoka kwa mchungaji Jackson Mbanga, alafu tutakuja kwenye dua, tawaambia nani atatufanyia dua. Karibu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Bwana Yesu asifiwe. Milele amina. Sifa Yesu Kristo. Milele amina. Asante sana. Na mpenda Mungu kwa kuhudhuria tamasha hii kwa ajili ya kumbukumbu na ujiji yetu. Basi bila kwenda mbali, naomba nianze dua yenyewe. Sawa. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Mwenyezi Mungu tunashukuru sana kujalia siku ya leo kama vile tulivyoanzisha mwanzoni, na leo ni mwaka wa pili sasa, na tulivyotazamia kwamba kila mwaka tutakuwa tunaadhimisha Ujiji Day. Kwa maana hiyo tunashukuru sana kujalia katika mwaka huu tena wa pili. Baada ya hapo, naomba Mungu sana tusaidie katika dunia hii. Amina. Kusherehekea kumbukumbu yetu ya wiki yetu ili iweze kwa mafanikio katika kuleta utukufu na heshima katika ujiji yetu, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Naam, baada ya hapo tunaendelea sasa na dua, kama ambavyo jambo hili linawakusanya watu wa imani zote, Wakristo, Waislamu, makabila yote, madhehebu zote. Kwa sasa tutamuomba mgeni wetu Sheikh Hussein Amiri Maftaha
na yeye asome dua baada ya sala kufanyika. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Mungu tunakuomba kujalie afya iliyokuwa njema. Amin. Na mabalaa ya usiku na mchana. Amin. Tujalie nchi yetu hii iwe na amani na utulivu. Amin. Pia umpe nguvu rais wetu na shekhe wetu, shekhe wa mkoa na wasaidizi wake. Amin. Na wale wote waliotoka katika mikoa mbalimbali. Ya Rabbi, Mungu tunakuomba uwarejeshe salama na uwarejeshe salama. Amin. Ujiji yetu, fahari yetu, ujiji yetu. Salamu alaykum. Naam, hapa tupo eneo shule inayoitwa Kaluta Amri Abedi, ndio asili ya jina Kaluta Amri Abedi, lakini katika mambo ya kutohoa ikajikuta imeitwa Karuta. Na hapa wamesoma watu wengi, hata makamu mwenyekiti wa UHDO ni mwanafunzi wa hapa, na huyu ni wa karibu sana. Huko nyuma shule hii ikiitwa White Father, ni katika shule za zamani kongwe katika mji huu. Kwa hiyo sisi leo kupata fursa kuja kwenye maeneo haya ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Maeneo haya yana historia kubwa. Pale kwa Mwalimu Kasimu Mlenda, opposite yake ndio kwenye asili ya kituo cha polisi cha kwanza cha mji wa Ujiji. Hapa mnapoiona polisi, kwa mujibu wa tarehe na historia tunaambiwa ni eneo lililofuata, lakini awali mwaka jana tulifahamishwa ilikuwa pale. Lakini maeneo haya kuna makazi mengi, lakini kuna visima vya kale, kuna halmashauri. Hii halmashauri mnayoona kule Mnarani, mwanzo tunaambiwa ilikuwa maeneo haya. Sasa tumeamua kuja kama tulivyofanya mwaka jana, kwa sababu tulishaanza, hatuwezi kukata ada. Lakini hapa mmepita kwenye eneo umaarufu wake ikijulikana kama kwa Mama Frida, hiyo zahanati na sasa ni hospitali ya wilaya ambayo tumeipita. Ni vile tu baadhi ya mambo yaliondolewa, lakini sisi tuliopata bahati kidogo tumekuta yale majengo ya kizamani mpaka maua yaliokuwa ndani mle tumeyakuta, lakini baadaye jengo lile likavunjwa. Yote kwa yote ni kheri, lakini sisi katika kuenzi mambo kama haya kama UHDO tunahakikisha kwamba hata kama majengo yatakuwa yameondoka, ziko juhudi za kuhakikisha lile eneo linapata alama ya kudumu ambayo itaonyesha kwamba hapa palikuwa nini. Lengo letu ni kuungana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika jitihada zake za kuhakikisha analinda mali kale na kuhakikisha kwamba urithi unabakia, na ukizingatia mji wa Ujiji ni katika miji mikongwe michache duniani iliyobakia. Sasa vile vivutio vichache, yale mambo ya kale machache yaliyobakia, tunapaza sauti ili yaweze kulindwa, kuhifadhiwa. Na wakati tunayalinda haya, lengo pia na dhamira ni kuendelea kulinda mila zetu na tamaduni zetu. Kama mnavyojua sasa hivi mmomonyoko wa maadili ni mkubwa, kwa tumeamua kuja na utaratibu huu ili kuendelea kuwakumbusha wazazi, walezi katika kulinda mila, tamaduni zetu. Baada ya kusema haya, nimeona niyaseme haya machache, na mengi zaidi tutasema kule uwanjani. Sasa tunasubiriwa na watu walio wengi. Tumuombe muendeshaji wa shughuli zetu Bwana Kambiro Khalfani aseme kidogo, baada ya hapa msafara uanze. Lakini naomba tu niwajulishe, katika kundi hili tunaye kiongozi wetu Mzee Lumanya Katimba ambaye ndio anasimamia mambo haya, na taarifa zingine tutazitoa kule uwanjani. Bwana Kambiro, karibu. Fahari yetu. Asante sana mwenyekiti. Kwa kweli mimi niseme tu kwamba tukio hili ni tukio adhimu kwelikweli, kwa sababu eneo hili mbali na yale ambayo shehe amesema, lakini eneo hili siku za nyuma huko historia inaonyesha yalikuwa ni makazi ya watawala wa kizungu, walikuwa wakiishi hapa na mambo yao mengi walikuwa wakiendesha hapa. Kwa hiyo unapozungumzia historia ya mji wa Ujiji au mji wa Kigoma, maana yake eneo hili linahusika sana, na ndio maana nadhani hata UHDO imeona kwamba uko umuhimu mkubwa wa shughuli zote zinazohusu taasisi hii kuanzia hapa, na historia ya eneo hili inakwenda sambamba na historia ya kanisa hilo liko hapo, kanisa kongwe la zamani ambalo ni miaka hivi karibuni tu ndio limekuwa sio kanisa kuu.
lakini hili ndio lilikuwa kanisa kuu kwenye mji huu. Kwa hiyo mimi niseme Sheikh kwamba pamoja na kwamba lengo ni kupaza sauti, kwamba vile vivutio au alama chache zilizobakia ziendelewe kulindwa. Kwa kweli mimi niseme zinahitajika juhudi zingine za maksudi za kuhakikisha kwamba lengo hilo linatimia, kwa sababu kwa sisi ambao tulipata bahati miaka 7 kila siku unaamkia hapa, tunajua palivyokuwa zamani. Palivyokuwa zamani palikuwa panaakisi kabisa historia ya wakoloni wetu hapa, lakini leo ukija unaona kabisa kama ni eneo lililohamwa. Sasa ni lazima tuandae juhudi za maksudi kuhakikisha kwamba eneo hili linaendelea kulindwa, na mahala pengine Sheikh, inawezekana hata maeneo haya, kwa mfano unaona eneo hili limejengwa madarasa haya, kulikuwa hakuna kitu kwa miaka yote, kulikuwa hakuna kitu hapa, kulikuwa na bustani hapa, kuna uwanja mdogo wa mpira na bustani nyingine hapo, lakini leo unaona majengo hata haya yanakwenda kuchoka, mwisho wa siku yataanguka, yatapoteza maana kabisa ya eneo hili. Sasa ni vizuri tuendelee kupaza sauti kwamba maeneo haya yatunzwe, na si vibaya ikiwezekana hata shule hizi zinaweza zikahamishwa hapa, maeneo haya yakabakia kuwa ni maeneo ya kihistoria, inawezekana. Kwa hiyo mimi niseme kwamba hizi ziendelee na watu waone umuhimu wa maeneo haya. Zamani watalii walikuwa wakija kwenye mji huu lazima waje huku. Wakati tunasoma hapa ilifikia mahali tunakimbia, ukiona wazungu wanakuja wakati ule sawa wanyonye damu, wanaitwa wanyonye damu, tunakimbia, lakini kwa lazima waje kwenye maeneo haya. Kwa hiyo maeneo haya ni muhimu sana kwa historia yetu, na hapa chini wanasema hata kulikuwa kuna eneo la kunyongea watu lilikuwepo hapa chini, na viguzo hivyo mpaka leo bado vipo, viguzo hivi vimesimama hapo. Wanasema ni eneo lilikuwa linatumiwa kuwanyongea watu hapo. Kwa hiyo ni eneo muhimu sana hili kwa historia. Kwa hiyo niseme Sheikh, mengi umesema yatazungumzwa huko, basi tutosheke na hapa, tuendelee na safari. Na washukuru sana. Naam, tunaomba wanafunzi wote tukae katika moja. Tusubiri kidogo tu. Kina mama wanaomba tupige na ile picha moja kwa ajili ya kumbukumbu. Kwa dada alikuwa sare ndogo. Kina mama tunaomba tuje na karaka kwa ajili ya picha. Haya, Idi Mari, tunaomba